Naam, leo tutaenda kujifunza somo linalosema watu wengi wanakosea hapa kwenye mahusiano. Unajua kuna makosa mengi watu wengi huwa wanayakosea katika mahusiano, na wengine unakuta wanajua au wengine hawafahamu. Lakini ni vizuri uyajue makosa ili usiyafanye tena, hata kama kwa mfano uliyafanya kwa bahati mbaya. Sasa leo tutaenda kuiangalia makosa ambayo watu wengi wanakosea katika mahusiano, ili na wewe sasa ukishajua uyaepuke ili uweze kujenga mahusiano yako bora. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Asa kosa la kwanza ambalo watu wengi wanakosea katika mahusiano ni kudhani mwenza wako ni mtabiri. Kwa sababu unaona kwamba anakupenda, anakujali, basi atakuwa anajua kila kitu. Lakini ukweli au uhalisia, mtu mpaka kujua mambo yako lazima umwambie. Sasa usipomwambia na ukaamini kwamba anajua, ndio waga inaleta mambo ambayo sio sahihi. Cha kwanza kabisa inaleta tafsiri mbaya. Kwa sababu labda unategemea labda atakufanyia kitu kikubwa labda kwenye birthday yako au kwenye anniversary yenu ya ndoa. Unaona hajafanya vile na wewe kumwambia afanye vile unavyotaka, unanuna, unamwona labda akupendi, akujali. Lakini kumbe mwenzako hakujua kwamba wewe ulitaka afanye kwa namna gani. Lakini kitu kingine inaweza ikapelekea mlipuko wa hasira, kwa sababu unakuwa unaona vile vitu ambavyo wewe unategemea akufanyie na hujamwambia, na unaona labda mwenzako atajiongeza atafanya, unaona hajafanya, basi unatengeneza chuki ndani. Na mwisho wa siku hata kama kija kutokea jambo dogo unajikuta unakuwa na hasira zaidi na unashambuliana naye, kwa sababu unakuwa na mlimbikizo wa chuki ndani ya moyo wako. Lakini pia inaweza kapelekea mzunguko wa lawama. Badala ya kuangalia namna gani mtatatua hilo jambo labda lililotokea, kama mwenzako hajakuletea vitu ambavyo ulikuwa unategemea au kufanyia kitu alichotegemea, wewe unaanza kumlaumu kwamba kwa nini ukujua. Lakini nikwambie tu siri moja, kila kitu unachopitia usidanganyike kwamba kwa sababu anakupenda basi anajua kila kitu. Lazima uwe wazi kumwambia. Usipomwambia mtu kitu unachopitia hawezi akajua, na ndio kosa kubwa sana kwenye mahusiano. Yaani mtu anakuwa anaona atajiongeza au atafanya, na ni kitu ambacho hakina uhalisia. Sasa jinsi gani ya kuachana na hii tabia? Kwanza kabisa tumia mimi. Tumia sentensi ya mimi badala ya kusema wewe. Maneno mengi ambayo unatumia kwenye mahusiano, wewe kunijali, wewe uko busy na mambo yako, kuwa anatengeneza mtu ajilinde na asiwe na ushirikiano mzuri na wewe. Lakini ukisema mimi huwa najisikia mpweke unapokuwa mbali na mimi, kwanza inatengeneza ukaribu, lakini inamfanya akurumie na inatengeneza upendo mkubwa kati yako na yeye. Lakini unaposema wewe, unatengeneza mazingira ajilinde na hatakuwa na ushirikiano mzuri. Lakini pia omba unachohitaji. Omba kwa utulivu, mwambie kwamba mimi nahitaji labda kwenye birthday yangu tufanye hivi na hivi. Unangapi na hali yake na uwezo wake. Kama itawezekana mtafanya. Kuliko unakuwa unategemea kitu kikubwa alafu asije kukufanyia, wewe unanuna, unamwona labda akupendi, akujali, kumbe mwenzako hakujua kwamba angefanya vile labda wewe ungefurahi. Lakini pia tumia kanuni ya dakika 10. Jambo lolote ambalo limekukwaza au unajisikia haujafurahia na jambo lolote na mwenzako, mwambie, usubiri kesho. Tumetumia mfumo wa dakika 10 kwa sababu ni muda mfupi sana. Usikae na mambo moyoni. Hayo ndio yanakuja kuleta mlipuko wa hasira. Unakosoa kitu kidogo tu unakasika zaidi. Hata mwenzako anaanza kushangaa. Na kwa mahusiano gani yanatokea? Ndio kosa kadogo tu unajikuta unakasika zaidi mpaka mwenzako anakuuliza ni hili tu au kuna jambo jingine, kwa sababu unakuwa na mambo mengi ulikuwa umeshatunza. Kwa hiyo uwe wazi. Kama kuna jambo limetokea na unahitaji kulisolve, usikae nao moyoni. Tafuta muda mzuri, ongea na mwenzako. Lakini pia usiamini kwamba kila kitu mwenzako anakijua. Hiyo ni zana bovu ambayo usipokuwa makini inaweza kuharibu kabisa mahusiano. Lakini jambo la pili ambalo lina haribu mahusiano na watu wengi wako wanakosea sana kwenye mahusiano ni kutafuta mtu mkamilifu badala ya kuwa mtu sahihi. Unajua mitandao ya kijamii na movie ambazo tunaziangalia zimetuharibu sana, kwa sababu kwenye movie tunaona watu wanaigiza kwamba wanapendana, hawagombani, au kwenye mitandao ya kijamii tunaona watu wanaigiza wanafanya mambo ambayo yani ni ya upendo uliopitiliza. Hasa ngoja nikwambie rafiki yangu, yale mambo unayoona vile ni mambo ambayo yameshatengenezwa, tena yameandikwa kwa script kwamba fanya hivi, mshike mkono hivi. Lakini mambo ya uhalisia, binadamu yoyote ana mapungufu. Unapokataa madhaifu ya mwenzio, maana yake umekataa ubinadamu wake. Kila binadamu ana mapungufu yake.
hata wewe mwenyewe una mapungufu yako. Kwa hiyo na mtu mwingine pia ana mapungufu yake. Hakuna mtu ambaye yuko sahihi, ni mkamilifu, hayupo. Ila kila binadamu ana namna ya kukua. Mtu yote anayekubali kukua na kujifunza, huyo mtu anaweza kubadilika. Lakini hakuna mtu ambaye ni mkamilifu wa kila kitu. Huyo mtu hayupo. Sasa kwa watu ambao wanatafuta watu sahihi au wakamilifu, huwa kuna vitu ambavyo huwa wanaingia kwenye mtego. Cha kwanza kabisa ni kukataa ukweli. Wanakataa kwamba wanataka mtu sahihi, kwamba hamna mtu ambaye hana mapungufu, ambacho ni kitu ambacho sio cha ukweli, kwamba binadamu wote wana mapungufu. Hakuna mtu ambaye amekamilika kila kitu. Na unapokataa mapungufu ya mwenzio, maana yake umekataa ubinadamu wake. Lakini hawa watu ambao wanatafuta watu sahihi au watu waliokamilika, cha kwanza kabisa huwa anakata tamaa haraka. Akiona kosa tu dogo, anasema huyu sio mtu sahihi, anaenda kutafuta mtu mwingine, badala ya kutafuta namna ya kusolve, ya kurekebisha na huyo mtu. Kwa sababu njia nzuri, kama mwenzako yuko tayari kujifunza, unaweza kumsaidia na kumpa nafasi ya kukua, kwa sababu kila mtu anajifunza na anaelewa kupitia changamoto anazopitia. Lakini ukienda na ile zana kwamba kanikosea huyu sio sahihi, unaenda kwa mwingine, hakuna mtu ambaye amekamilika kila kitu. Lakini kosa jingine ambao wanakosea watu ambao wanatafuta watu sahihi ni kujisahau. Wanakuwa wanajitahidi kutafuta watu sahihi, lakini wao wenyewe pia hawahitaji kujiweka kuwa watu sahihi. Yaani unakuta mtu anatafuta mtu ambaye anasali, mtu mwenye elimu, mwenye fedha, lakini yeye mwenyewe haendi kanisani, ana tabia mbovu, sio mwaminifu, na anataka mtu mwaminifu. Kitu kibaya sana ni hicho, kwamba unakuwa unatafuta mtu sahihi afu wewe mwenyewe unajisahau kujitengeneza kuwa mtu sahihi. Kama una subira, basi tengeneza subira kwanza, ndio uanze kutafuta mtu mwenye subira. Sasa kuwa mtu sahihi, kuna hatua za kufanya ili uwe mtu ambaye ni sahihi, kwa sababu ili umvutie mtu sahihi lazima kwanza na wewe uwe sahihi. Uwezi kuvuta kile kitu ambacho hauna. Cha kwanza kabisa jitambue, angalia madhaifu gani ulionayo na mapungufu yako. Kama una subira, kama sio mwaminifu, rekebisha hayo mambo. Ukisharekebisha basi utaweza kuvuta sasa mtu ambaye mwenye tabia kama za kwako, na utaweza kumuona kwa urahisi, kwa sababu binadamu sisi tunavuta wale watu ambao wanaendana na tabia za kwetu. Kwa hiyo usiporekebisha tabia zako na usipojitambua kama una madhaifu gani, huwezi kumvutia mtu ambaye mnaendana. Lakini pia kubali mapungufu. Unapomwona mtu ana changamoto, kubali kwamba ana changamoto, lakini sasa sio kwamba ukubali na tabia zake zingine mbaya. Unakubali pale mtu ambapo ana mapungufu, lakini unaangalia namna gani ya kumsaidia, kwa sababu binadamu wote tunajifunza kupitia makosa, na kumwelekeza namna ya kujifunza, lakini pia na kumpa nafasi ya kukua, kwa sababu unapompa mtu nafasi na kumsaidia, unamwangalia kama yuko tayari kujifunza, basi atabadilika na kuendana na hali ambayo unahitaji wewe. Lakini usipokubali mapungufu ya mtu, na mtu sahihi yote waga anakubali mapungufu, anaona binadamu wote na mapungufu, basi anaangalia namna ya kumsaidia mwenzie, lakini pia anasamehe pale hata pia anapokosewa. Sio kitu kidogo tu unakuwa wa kwanza kukasirika na kumuona mwenzio kwamba hayuko sahihi, wewe ndio uko sahihi. Hilo waga inakuwa ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo kutafuta mtu mkamilifu baada ya kuwa mtu sahihi ni moja ya changamoto kubwa ambayo watu wengi huwa wanakosea sana kwenye mahusiano. Lakini jambo la tatu ambalo watu wengi wanakosea sana kwenye mahusiano ni kushindana badala ya kushirikiana. Sasa mara nyingi mahusiano yanapoanza kuwa na ushindani yanageuka kutoka kwenye amani kuwa kama uwanja wa vita. Yaani unakuta ndani kunakuwa na ushindani sasa. Kila mtu anataka awe juu, kila mtu anataka aonekane yeye ndo yeye. Sasa changamoto ya ushindani inaweza ikapelekea mahusiano kabisa yakaharibika. Kwa sababu gani? Kwanza ndani yake watu wanaanza kuhesabu makosa. Unaanza kuona kama wewe ulinifanyia kipindi hichi na mimi nakufanyia sasa hivi, au mwezi ulioisha ulinikosea hivi nikakuomba msamaha, na wewe zamu yako niombe msamaha. Usipoomba msamaha hataelewana. Hasa hapo inakuwa ni ushindani. Lakini pia kushindania mambo. Unakuta mwenzako anakuambia umechoka au amechoka, wewe unamwambia mimi nimechoka zaidi, tena mimi ndio nimefanya kazi nyingi zaidi, ili kuonekana wewe kwamba umeumia zaidi au uko juu zaidi ya mwenzio, ili tu kwamba umshinde. Lakini pia mafanikio kuwa tishio. Unaona mwenzako kapandishwa cheo au kapata kazi mpya, unatafuta mbinu zote za kumrudisha ili asije akajiona mbele yako. Ndio mambo ambayo yanaweza kupelekewa na ushindani katika mahusiano. Lakini ile hali ya kujiona nani yuko sahihi,
unakuwa unatafuta hoja, sio kwamba ili utatue changamoto, bali tu uje umshinde mwenzio ili mwenzako aonekane yeye ndo anakosa, wewe uko sahihi. Sasa hii inapelekea mahusiano kupungua taratibu na kuharibu kabisa mahusiano, kwa sababu kwenye kushindana mara nyingi mtu waga anajaribu kujilinda na ego yake inainuka juu. Ego ni nini? Ego ni ile jinsi mtu anavyojiona. Kwa lugha rahisi tuseme kama kiburi. Kwa sababu unapoanza kushindana na mtu, ego yake inapanda juu. Mtu anaanza kuonesha kiburi, anaanza sasa kujionyesha kwamba yeye ndo yeye. Hasa hapo hamwezi tena kuwa na ukaribu. Na mtu yote anapokuwa na ego ambayo imepanda juu, hamwezi tena kuwa na ukaribu mzuri ambao ni wa kimapenzi, na hapo mtaanza kuwa kama watu wa kawaida, kwa sababu mtakuwa hamuelewani tena na ukaribu wenu utakuwa umepotea kabisa. Kwa hiyo ushindani ndani ya mahusiano pia na yenyewe unaharibu kabisa mahusiano, na badala ya kutengeneza mahusiano mazuri ambayo yana ushirikiano mzuri, yanakuwa ni mahusiano mabaya kabisa ambayo baadaye yanaweza kuharibu kabisa mahusiano yenu, na baadaye mkawa mmetengana au mkaachana kwa sababu ya kushindana. Lakini jambo la nne ambalo watu wengi wanakosea sana kwenye mahusiano ni kupuuza vitu vidogo. Kuna vitu vidogo vidogo ambavyo watu wengi wanavipuuza na wanaviona vya kawaida. Na ngoja nikwambie, unajua watu wengi wanafikiri kwamba watu wengi kuharibika kwa mahusiano mpaka kwenye vitu vikubwa kama usaliti, lakini kitu ambacho watu wengi hawajui, hata vitu vidogo vidogo ambavyo vimepuuzwa kwa muda mrefu vinaweza kabisa vikaharibu mahusiano. Mfano wa vitu kama hivyo, labda kukosekana kwa shukrani, labda mwenzako alikuwa anakulipia bili, anakujali, anakulipia labda gharama mbalimbali labda za mahitaji yako. Wewe unaanza kuona si wajibu wake, lazima nifanyie, lakini unashindwa kumshukuru. Unaposhindwa kumshukuru mtu, anakuwa anakosa sababu tena kuendelea kukusaidia au kufanya ile jambo. Unamfanya mwenzio aonekane kwamba hasaminiki. Kwa hiyo lakini unapomshukuru, unamfanya kwanza mtu anajiona umemthamini, lakini pia inaongeza motisha ya mtu kufanya zaidi. Lakini unapopunguza kushukuru na kuonesha kwamba hicho kitu cha kawaida kwako, basi yule mtu atapoteza kabisa upendo. Lakini kupotea kwa mahaba, vile vitu vidogo vidogo ambavyo umeshazoea kufanya, labda asubuhi kama kwenye wanandoa, labda kumpa busu mke wako au kumshika mkono au kumtakia ujumbe wa siku njema, vile vitu vidogo vidogo ambavyo unaona vya kawaida, au kumsaidia kazi nyumbani, ukavipoteza ukaviondoa, vile hivyo pia waga vinaondoa kabisa ukaribu wa mahusiano, na baadaye mahusiano yanaweza kuja kabisa kuharibika. Unaweza kuona ni vidogo, lakini hivyo vikiendelea kwa muda mrefu vinapoteza kabisa ile ladha ya mahusiano, kwa sababu ukiviacha hivyo vitu itaonekana kama mnaishi tu mahusiano ya kawaida, yani kama watu ambao wanaishi nyumba moja, yani wale roommate, au kama ni mahusiano ya kazi, kwa sababu hamna tena ule mvuto wa kihisia. Lakini pia kupuuza mambo madogo madogo. Kuna mwanasaikolojia mmoja anaitwa John Gottman alisema watu mara nyingi waga wanatoa muunganiko wa kihisia. Anaweza kuambia kwa mfano, mpenzi wangu, angalia ule ndege ni mzuri. Wewe ukipuuza ukasema achana naye, maana yake tayari anakuwa anaona kama umsamini na hakuna muunganiko mwingine tena wa kihisia. Lakini ukisema kweli mzuri, kweli amependeza, maana yake anakuwa anaona kama unamjali na kuna muunganiko wa kihisia. Sio tu hilo, hata jambo lolote dogo kama mwenzako anakushirikisha wewe ukalipuuza, anakuwa anaona kama umsamini na unakuwa hauna tena muunganiko mzuri wa kihisia pamoja naye. Sasa jinsi gani ya kurudisha uhai kwenye vitu vidogo vidogo? Siri ya mahusiano imara si kufanya jambo moja kubwa mara moja kwa mwaka, bali ni kufanya mambo madogo madogo kila siku. Usitaki kwamba kufanya jambo moja kubwa kwa mwaka mzima alafu usifanye jingine, hilo unakuwa unakosea. Lakini unatakiwa ufanye vitu vidogo vidogo vya kila siku, kama vile kumwambia mwenzio asante baada ya kulipia labda bili, au kupikia chakula kizuri, au kutoa labda auti, au labda kukusaidia kazi fulani, na vile kushirikiana na mwenzako. Kama umeshazoea labda mlikuwa mnatembea naye, unamshika mkono, kumtakia ujumbe mzuri wa siku njema, au kama ni asubuhi umeamka, kama wanandoa mara nyingi kama ushamzoeza mwenzio, labda ukiamka asubuhi unampa busu ndio unaenda kazini. Hiyo ukipuuza vinaweza vikasababisha hivi vitu vidogo vidogo vikaribu kabisa mahusiano. Lakini usitaki kufanya jambo kubwa kwa moja tu alafu ukapotea mwaka mzima. Utakuwa ufanye vitu endelevu vidogo vidogo, kidogo kidogo. Hivyo vitu ndio vinaimarisha mahusiano, na mahusiano yako yanakuwa bora zaidi kuliko kufanya jambo moja alafu usifanye tena.
Lakini jambo la tano ni kutaka kumbadilisha mwenza. Sasa watu wengi huwa wanaingia kwenye mahusiano kwa kujiandaa kwamba yeye anataka kumbadilisha mwenzie, yani anakuwa kama fundi ujenzi kwamba anataka kumkarabati mwenzie. Sasa kitu ambacho unatakiwa ujue, huwezi kumbadilisha mtu asiyetaka kubadilika. Mtu huwa anabadilika kwa kutaka mwenyewe moyoni. Ukibadilisha mtu ambaye hataki, mwisho wa siku atakuona kama wewe unamshurutisha. Yaani atakuwa anakuona kama wewe sasa ni kama mwalimu au mzazi, na mwisho wa siku hakutakuwa na upendo mzuri, na atakuona wewe kama ni mtu ambaye yani unamuongoza, kwa sababu mara nyingi tumefanyiwa vile vitu na wazazi au walimu. Kwa hiyo unapoanza kutumia ushinikizo kwamba nataka uwe hivi au fanya hivi, labda tabia hii sipendi, badala ya kumsaidia na kumpa nafasi, wewe unakuwa unambadilisha kwa kutumia nguvu, kwa sababu kama mtu hataki kubadilika, kuwa hataki kabisa. Lakini yule mtu ambaye yuko tayari kubadilika pia na yeye anahitaji muda. Kwa hiyo ukiwa moja kwa moja kwamba mimi sitaki hivi, unajikuta sasa mwenzio anaanza kuona kwanza wewe kama labda mwalimu au mzazi, anatengeneza mazingira ya kujilinda dhidi yako. Lakini kama mtu yuko tayari kubadilika, atabadilika. Lakini kama yule mtu ambaye hataki kubadilika, mwisho wa siku huwezi kabisa kumbadilisha. Lakini pia jambo jingine ambalo watu wako wanakosea kwenye kutaka kumbadilisha mwenzi ni kutumia upendo kama masharti. Yaani anatumia upendo kama biashara. Ukitaka nikupende lazima ufanye hivi, ili lengo mwenzi abadilike. Sasa hilo waga sio nzuri. Mwisho wa siku yoga inaharibu kabisa upendo. Mwenzi atakuwa anafanya yale mambo kwa ajili ya labda kuridhisha wewe fulani, lakini taratibu yanaanza kupunguza upendo, na mwisho wa siku upendo kabisa unapotea. Lakini kuna mtego watu wengi wanakosea sasa kwenye mahusiano, wanaume au wanawake, kwamba nitambadilisha. Wewe nikwambie kitu kimoja, tabia yoyote kama mtu yuko tayari kubadilika atabadilika, lakini kama hayuko tayari kubadilika usije kuingia kwenye huo mtego, kwa sababu kama mtu hayuko tayari hata ufanyeje hawezi kubadilika. Na wengi wao wanaamini kwamba nikishaingia kwenye mahusiano au nishakuwa naye kwenye ndoa atabadilika. Ndoa au mahusiano huwa inaenda kuongeza ile tabia ili ionekane vizuri, lakini sio kwamba eti atabadilika. Na mara nyingi watu wao wanaigiza, anaweza kuwa anaficha mwanzoni pale kabla hujamjua, lakini sasa kwa sababu mmeshakuwa pamoja ataonekana vizuri. Kwa hiyo hiyo pia ukishajua inaweza kukusaidia usitumie nguvu kubwa nyingi kumbadilisha mtu ambaye hana lengo la kubadilika, na mwisho wa siku unajikuta mnaharibu mahusiano na mnashindwa kuelewana, kwa sababu unakuwa hujamjua mwenzie. Kwa sababu mtu anayetaka kubadilika huwa ana nia ya kubadilika na anataka mwenyewe kabisa moyoni kwamba mimi niko tayari kubadilika, sio yule ambao unamlazimisha. Sasa kwenye mahusiano kuna mambo mengi ambayo anaweza kutokea pale ambapo unaweza kumbadilisha mtu. Sasa kwa mfano, kabla umetokea labda kuna tabia inakuuzi kwa mwenzako na unataka kumwambia mwenzio, cha kwanza kabisa zungumza kwa hisia zako. Usione aibu, mwambie mwenzio kwamba mimi hiki kitu sikipendezi, hakinipendezi, nahitaji ukibadilishe. Lakini pia njia nzuri, sifia mazuri yake. Kuna mbinu nzuri sana ambayo inaweza kumsaidia mtu kumbadilisha, ni kwenye kumsifia. Mtu anamfanya kitu kizuri labda hapo jitahidi kubadilika, msifie kwamba hichi kitu ulichofanya leo ni kizuri na nimependeza nacho, ataendelea kukifanya zaidi kuliko kumkosoa. Watu wengi wanajifunza kupitia kwenye kusifiwa. Ukimsifia mtu kwamba hii jambo umefanya vizuri, atalifanya zaidi tena kipindi kingine. Lakini pia jiulize kama hili ni vunja mkataba. Lakini kama kuna tabia umeiona kwa mwenzako, labda ukatili au anakuwa na hasira sana kupitiliza, nikwambie tu mtu kubadilika, kama mtu anabadilika huwa yuko tayari kubadilika. Lakini kama hayuko tayari kubadilika, basi inabidi uchukue hatua mapema. Usalama wako ni muhimu zaidi kuliko kuendelea na mahusiano. Kwa hiyo hili kosa pia watu wengi wanakosea, kutaka kumbadilisha mtu ambaye hataki kubadilika. Mwisho wa siku unakuja unalia baadaye kwamba nilijua atabadilika, na mwisho wa siku unakuja kuteseka maisha yako yote, hasa kwenye ndoa. Kwa sababu kwenye ndoa ukishaingia huwezi kabisa ukabadilisha au kufanya maamuzi, lakini kwenye mahusiano unaweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia mambo yote ambayo tumejifunza, lakini pia na kuangalia kitu muhimu ndio ufahamu binadamu ana mapungufu. Usikubali kwamba kujiona wewe uko sahihi zaidi ya wengine. Kitu kizuri ni kumpa mtu nafasi ya kukua na kujifunza. Lakini ukichukulia kwamba mimi nataka paka mtu awe hivi, na watu wengi wana hiyo listi kabisa kwamba mimi nataka mtu wa hivi na hivi na hivi, lakini wao hawajiangalii upande wao kwamba yeye yukoje. Kwa hiyo pia ni changamoto kubwa. Nikushukuru sana. Kama kuna sehemu hujaelewa au una swali, unaweza ka comment na mimi nitakuelezea vizuri. Tukutane tena kwenye kipindi kinachofuata. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Usahau kusubscribe, kulike na kushare. Bye bye na uwe na siku njema.